Shalom. Nimekuja kuona watu wakiulizana, mbona sijabarikiwa? Mbona sijainuliwa? Mbona sijaona matendo haya makuu ya Mungu ambayo Mungu ametenda mara nyingi kwa watu? Na jibu ni moja tu. Wakati ambapo unafanya mambo ya kawaida, matokeo yake yanakuwa ya kawaida. Lakini wakati ambapo utaanza kufanya mambo yasiyokuwa ya kawaida, matokeo yake yatakuwa yasiyokuwa ya kawaida. Umekuwa ukipata majibu ya kawaida, umekuwa ukipata mazao ya kawaida, umekuwa ukipata matokeo ya kawaida, maana umekuwa ukifanya mambo ya kawaida. Umekuwa ukivuna mavuno ya kawaida, maana umekuwa ukipanda mbegu za kawaida na kiwango cha kawaida. Lakini wakati ambapo utaanza kufanya mambo yasiyokuwa ya kawaida, utapanda mbegu zisizokuwa za kawaida, mavuno yake yatakuwa yasiyokuwa ya kawaida. Unafanya mambo ya imani yasiyokuwa ya kawaida, matokeo yake yatakuwa yasiyokuwa ya kawaida. Napenda neno hivi ya kwamba jifunze kufanya mambo yasiyokuwa ya kawaida. Uko katika dunia hii ambayo iko na watu wa kila tabaka. Kuna matukio na mambo ya kawaida yanayotendwa kila wakati, lakini Bwana atusaidie mchana wa leo ya kwamba ukaweze kufanya mambo yasiyokuwa ya kawaida katika ufalme wa Mungu. Majibu yako, matunda yako, matokeo yako hayatakuwa ya kawaida. Amini Mungu katika kumtendea Bwana kazi na kufanya mambo yasiyokuwa ya kawaida katika maisha yako. Siku moja Peter wakawa wanatembea katika bahari wakiwa katika chombo, na wakashangaa sana walipomuona Yesu akitembea juu ya maji. Peter akamuuliza Yesu, "Ni wewe Bwana unatembea juu ya maji?" Yesu akasema, "Ni mimi." Peter akamwambia Bwana Yesu, "Kama ni wewe unatembea juu ya maji, niruhusu na mimi nitembee juu ya maji." Mara moja Yesu akamwambia Peter, "Tembea juu ya maji." Peter akaanza kutembea juu ya maji. Sikia hii. Wakati unapokuwa na matamanio ya kufanya mambo yasiyokuwa ya kawaida na uanze kufanya mambo ya kawaida na sio kawaida, matokeo yake yanakuwa si ya kawaida. Barikiwa sana mtu wa Mungu unapoifanyia kazi imani uliyo nayo na kufanya mambo yasiyokuwa ya kawaida katika maisha yako. Thank you.